Bora Yanga Afrika wao watakuwa ugenini dhidi ya Ahli tarehe 23 dhidi ya mabingwa kihistoria wa kombe la klabu bingwa barani Afrika Ahli. Si mara ya kwanza Yanga kukutana na Ahli, wamekutana mara kadhaa, lakini mara hiyo kukutana Yanga wakiwa kwenye fomu nzuri sana kwenye ligi ya mabingwa Afrika, wakiandikisha ushindi dhidi ya AS FAR Rabat, wakitoka sare ugenini dhidi ya JS Kabylie, na wanakutana na Ahli wakiwa ugenini, wote wakiwa na alama 4 pia. Ni mechi ngumu sana kwa upande wa Young Africans kutokana na namna ambavyo Al Ahly mara nyingi amekuwa akicheza kwenye ligi ya mabingwa. Ni timu ambayo inaweza isikuvutie sana, lakini haina utani kwenye kuhitaji matokeo mazuri. Lazima watapambana wanavyoweza wapate matokeo ambayo ni mazuri. Juzi nilikuwa nafuatilia kwenye kikao kifupi ambacho walikifanya management ya Al Ahly. Walikubaliana kwamba hii mechi itaenda kuchezwa Bog El Arabi. Itaenda kuchezwa kwenye dimba la Bog El Arabi. Sasa huwa Misri wana kawaida yao, yaani ni kama utaratibu hivi ambao umekuwa kama tabia ya taifa la Misri. Yaani timu yao ya taifa ikiwa inacheza mechi ngumu sana ambayo wanaamini kwamba wanahitaji kupata nguvu ya ziada wapate matokeo ya kushinda, mechi yao watapeleka kwenye dimba la Bog El Arabi. Au klabu yoyote ambayo itacheza mechi ambayo wanaamini kwamba ni mechi ya kimataifa ambayo wanaamini kwamba watakiwa kupata matokeo ya ushindi kwenye mazingira yoyote, watatoka kwenye viwanja vingine, wataenda kwenye dimba la Bog El Arabi. Ni moja ya viwanja vigumu sana, ni moja ya viwanja ambavyo ukipelekwa pale ni ngumu sana kutoka kirahisi. Ni moja ya viwanja vigumu ambavyo timu nyingi barani Afrika au vilabu vingi pia barani Afrika havipendi kucheza kwenye ule uwanja, ambao pia kwa taarifa ambazo wao walikubaliana ama kwa makubaliano ambao walifikia management ya Al Ahly ni kupeleka hii mechi ya Yanga na Ahly kupeleka kwenye huo uwanja. Ni moja ya viwanja vigumu sana. Kwa hiyo ugumu kwanza, huyo mechi ya Yanga na Al Ahly unaanzia hapo kwenye kiwanja ambacho kimechaguliwa kwanza, ambacho wameamua kukitumia kwenye mechi za kwenye huo mchezo. Hapo ndio ugumu unapoanzia. Ugumu wa pili ni ubora wa Ahly ambao wako nao. Kwenye swala la ubora, tunajua wote Al Ahly mara nyingi kwenye hizi mechi za kimataifa wanajua sana kucheza mechi hizi kuliko pengine kitu kingine chochote kile. Wanaweza wasicheze mpira mzuri lakini wakapata matokeo mazuri, kwa sababu plani yao namba moja huwa mara nyingi inakuwa ni kushinda. Alafu kupoteza inatokeaga tu kama bahati mbaya, ama kupata sare inatokeaga tu kama bahati mbaya, lakini mara nyingi plani yao namba moja ni kushinda. Wanacheza dhidi ya Yanga ambayo pia haina rekodi ya kushinda ugenini, wakicheza dhidi ya Al Ahly. Matokeo mazuri ambayo wameyapata dhidi ya Al Ahly ugenini matokeo ya sare, ambayo wanaweza kupambana pengine wakayapata pia kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo ni ngumu sana kwa Young Africans, na ni mechi ambayo inakutanisha timu mbili ambazo zimetai alama kwenye makundi mpaka hivi kwenye kundi lao mpaka hivi sasa. Kwa hiyo Yanga anatakiwa kujiandaa vizuri kweli kweli ili kuhakikisha kwamba wanaenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Sina shaka sana na ubora wa wachezaji waliopo Young Africans. Naamini Mudathiri akiwa kwenye kiwango bora, Pacome akiwa kwenye kiwango bora, Maxi Nzengeli akiwa kwenye kiwango bora, Duke Abuya akiwa kwenye kiwango bora, Jobu pamoja na Baka wakiwa kwenye viwango bora, naamini kwamba Yanga inaweza kwenda kutoka salama kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly. Ni wao sasa kuanza salama kwa maana kushinda au kupata sare. Kutoka salama sasa kwamba mtatoka na alama yoyote, iwe moja au alama tatu. Maana ukitoka vibaya, yani usipotoka salama maana yake umefungwa. Ile ukitoka salama maana yake kuna kitu umeondoka nacho. Matokeo umepata sare ama umepoteza. Hao ni wachezaji ambao tayari wana experience ya kutosha kabisa kwenye michuano ya kimataifa. Uzuri kwenye upande wa beki wa pembeni, beki wa kushoto wamemuongeza Mohamed Hussein Shabalala, ambaye mechi dhidi ya Al Ahly amezicheza nyingi akiwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo haitakuwa experience mpya kwake. Anajua namna ya kudili na Al Ahly. Kwa hiyo ukimpa nafasi, kwa sababu atakuwa nafasi ile ya upande wa kushoto, naamini kuna kitu kikubwa pia ambacho ataenda kukiofa. Ahly nao kumbuka amefanya maboresho kwenye timu kina Trezeguet wameingia kwenye timu. Ni mshambuliaji, ni mmoja wa wachezaji ambao wametamba sana barani Ulaya.
na timu kama Aston Villa na vilabu vingine ambavyo amevitumikia barani Ulaya. Ameongezeka pale. Tulimwona hata kwenye AFCON by the way hakupata muda mwingi wa kucheza, lakini ni mmoja wachezaji aliyopata dakika kadhaa za kucheza. Tulimwona Emma Mwashuru kwenye AFCON namna ambavyo amekuwa na performance bora sana. Ahmed Zizu ametoka Zamalek, amejiunga na Ahal. Tumeona pia kwenye AFCON amekuwa na performance nzuri pia vile vile kwenye dakika ambazo amecheza. Kwa hiyo Ahal ina wachezaji wengi ambao ni wazuri, ambao Yanga inabidi wajipange vizuri kweli kweli. Ingawa naiamini sana quality ya Young Africans. Wakijipanga vizuri wanaweza kuondoka na chochote kitu, lakini mwalimu Pedro Goncalves hatakiwi kufanya makosa yoyote yale ya kimbinu na kwenye ya kimbinu kiufundi na kwenye selection ya wachezaji. Yaani akifanya mistake yoyote tu anaweza akajikuta anaondoka pale Misri akiwa hata ameshapokea hata bao 2 au 3 na kuendelea. Sawa. Nafikiri kuna kitu hapo nahitaji nikiongezee kwenye hilo swala la alozungumzia Alex Ngereza na possibility ya Yanga kucheza katika hiyo mechi kwenye huo uwanja wa Bog El Arab. Of course ni uwanja tishio. Wanachukua mashabiki 86 na ni uwanja nambari 2 kwa ukubwa nchini Misri baada ya dimba la Egypt ama Egypt Stadium, ambalo sasa kama huu unachukua mashabiki 86, piga mahesabu huu namba 1 utakuwa unachukua mashabiki wangapi. Kwa hiyo ni uwanja ambao nafikiri wametarget kwenda kujaza idadi kubwa ya mashabiki wao, kwa sababu mashabiki wa timu za Uarabuni au ukanda wa kaskazini ambao ni asili ya Uarabu, sauti zao wakati wa kushangiliaji ni kubwa sana. Kwa hiyo kuwa na mashabiki takriban 70,000 mfano ambao au 50,000 ambao wataujaza ule uwanja, kwa sababu sidhani kama wataweza kujaza uwanja wote mashabiki 86 kwa sababu Dar es Salaam Young Africans peke yake, lakini kuwa na idadi kubwa ya ziada ya watu katika uwanja huo, maana yake advantage ni kwa upande wa Al Ahly. Lakini mimi nitaiweka imani yangu kwa wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans na profile walizokuwa nazo na trend waliokuwa nayo ya mechi ambazo wanazozicheza. Cha kwanza, wamekuwa na tabia ya kushinda mechi mfululizo. Hiyo peke yake inatosha kuifanya Dar es Salaam Young Africans kuwa timu ambayo inaweza ikasababisha kigogo kama Al Ahly abadilishe matumizi ya uwanja. Ana viwanja anaweza kutumia pale ni viwili, Cairo Stadium au hiyo Bog El Arab, lakini anaona kwamba Cairo Stadium haiwezekani kwa kuangusha Dar es Salaam Young Africans ambao wanaonekana kuwa na trend nzuri ya matokeo na wana wachezaji ambao profile zao ni kubwa hivi sasa miongoni mwa klabu za barani Afrika. Wanapeleka katika dimba la Bog El Arab ambalo ni dimba pia namba 3 kwa ukubwa barani Afrika, ikifuatana na FNB Stadium ambayo iko nambari 2 kwa ukubwa barani Afrika, lakini kwenye upande wa kidunia huo uwanja ni nambari 9 kwa ukubwa. Kwa hiyo ni mechi itakayokuwa ni nzito kulingana na namna ambavyo Al Ahly wanavyojaribu kubadilisha mazingira ya mchezo kutoka katika dimba la Cairo Stadium ambalo limezoeleka kwenda Bog El Arab. Na wachezaji wakubwa wenye profile kama Dar es Salaam Young Africans waliokuwa nao wanapenda mazingira namna hiyo, wanapenda mazingira yenye pressure. Inawasaidia wao kuwa na uamsho zaidi wa kucheza vizuri na kuhakikisha kwamba wanapata matokeo hata katika mazingira ambayo mechi ni ngumu katika uwanja wa ugenini. Kumbuka vilabu vikubwa kama Real Madrid jinsi ambavyo walikuwa wanaweza kutengeneza matokeo mazuri katika viwanja ambavyo ni vigumu kama Allianz Arena pale Ujerumani, uwanja wa Bayern Munich. Ronaldo kashapiga sana magoli pale katika lile dimba kama Parc des Princes la pale nchini Ufaransa dhidi ya PSG. Real Madrid washatengeneza matokeo mazuri pale licha kwamba pressure ilikuwa ni kubwa dhidi yao, lakini wakapata matokeo. Kwa hiyo profile ya wachezaji inaweza ikawasaidia Dar es Salaam Young Africans, lakini pia pressure namna hiyo ni nzuri kwa wachezaji ili kuweza kupata spirit, kuweza kuamsha ile spirit ya kuendelea kupambana zaidi.